Tumekuwa tukiongea sana juu ya karama za rohoni, lakini nikana kwamba tunda la Roho halizungumzwi sana. Tunakazia karama za rohoni, lakini tunda hatuliongelei sana. Ni kweli, si kweli? Na leo najisikia tu kiongozwa na Bwana niongee ama nifundishe juu ya tunda la Roho. Tunda la Roho ni lile jambo ambalo kama si Roho Mtakatifu akusaidie kulidhibitisha ama kulionekane ndani yako, halingeonekana. Ndio sababu tunasema tunda la Roho, sio tunda lako wewe mwenyewe, hapana. Ni kwa sababu una Roho Mtakatifu, ndio sababu hilo tunda linadhibitika na linaonekana. Mara nyingi confuse, tunasema matunda ya Roho. Hakuna matunda ya Roho, ni tunda la Roho. Na hilo tunda linaweza kudhibitika kwa njia 9, na wengine wanasema 12, sijui. Amen. Na ni vyema tujue, ni vyema tujifundishe, ni vyema pia tujipime, kwa sababu ni sisi. Amen. Haya, najua hayo yamefika. Twende kwa kitabu cha Yohana 8. Kitabu cha Yohana 8. Tutaanzia pale, na hii sijui inaitwa nini kwa Kiswahili. Kwa Kiingereza ni gentleness. Kwa Kiswahili inaitwa nini? Upole. You are gentle. Haya, John chapter 8. Tumefika hapo. Hapo ndio tunaangalia hii dhibitisho ya Roho Mtakatifu ikiwa tunda katika muumini ambaye ana Roho, sio yule ambaye hana Roho. Amen. Are we in verse 3? Walimu wa sheria na Mafarisayo wakamleta. Tusome zote. The following verse. The following verse. The following verse. Bwana asifiwe. Tunaangalia tunda gani? Upole kiasi. Upole? Kiasi. Ni upole? Bwana asifiwe. Wewe na mimi tunajua hapa palikuwa fujo nyingi. Ni kweli, si kweli? Kama mtu ameshikwa, anapelekwa na wanaompeleka, lazima kuna fujo, na anapelekwa na wengine wanafuata nyuma. Mnaona hiyo fujo vile ilivyo, lakini anapelekwa kwa yeye. Na hawa jamaa pia wamebeba mawe kwa sababu anaelewa sheria. Wanajua mwanamume kama huyu lazima apigwe nini? Kwa hivyo lazima tujibebee mawe yetu. Mimi naona kama walikuwa mtu hapa. Na wakafika kwa Yesu. Amen. Na walipofika kwa Yesu wakasema maandiko yote. Kwa hivyo hawa watu ni watu walijua maandiko. Si ni kweli? Baada ya kumwambia Yesu hayo mambo yote. Amen. Baada ya hiyo violence na huo ukali wote na uchokozi wa kumchokoza Yesu, wasemaji Yesu
hakununua into their violence. Yeye hakuwa violent kama wao. Are we together? Yeye hakutafuta jiwe kama wao. He was gentle. Tunda la Roho la gentleness alikuwa nalo. Are we together? Na kwa upole huo yeye akainama akaandika chini. Just imagine. Kwa sababu, kwa nini tunaongea haya maneno? Kwa sababu wapendwa, it's not enough kujazwa na Roho Mtakatifu. It's not. Tunda la Roho lazima lidhibitike. Wewe na mimi tunajua ulimwengu wa sasa. Hakuna mtu ambaye hajui matunda ni mazuri. Ni kweli si kweli? Juice, tena ile fresh. Kila kitu nafungiwa, usikule nyama, pana kuna sukari. Achana na ugali nyeupe, ukule ugali nyeusi. Hii dunia. Lakini tunda, mimi sijasikia mtu akiambiwa sikule tunda. Si ni kweli? And the same thing in the church. Watu wataogopa miujiza kwa sababu hawaelewi kama yatoka wapi. Lakini tunda la Roho halitaogopewa. Are we together? Kwa hivyo kama tukidhibitisha, tukionyesha, tukimanifest the fruit of the Spirit, the church will grow quicker and better, even more than the gift. Tunaelewana? Yesu akainama akaandika tunda la upole, tunda la gentleness. Amen. Sijui kama ni wangapi wangeweza kufanya hivyo kama wao pia hawajaongeza sauti. Hata nyinyi nawajua, hata nyinyi najua, hata nyinyi najua. Yesu hakubishana na wao. Hakubishana na wao kwa sababu ya upole ndani yake, tunda la Roho ndani yake. Yeye alinama kuandika, akawaacha wa boil alafu wapoe. Baada ya kuwa wamepoa, akamwambia sawa, wanaume asiye na dhambi awe wa kwanza kupiga huyu mwanamke jiwe. Kwa ule upole akaendelea kuandika. Hebu angalia hiyo tunda la kaje. Hiyo hali ya kaje. Come on. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo Bwana anavyotaka tuwe. Gentleness, upole. Hakuna kitu kinainua fujo as answering strife with strife. Negative energy with negative energy. Wanasema stima huwa inapeleka nguvu zake kwa sababu it's always positive and negative. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kwa hivyo katika hali zetu, when we exhibit violence to violence, hatutamaliza violence. Amenipiga nitampiga. Amenitukana nitamtukana. Amesema nimepatikana kizini, hata mimi nitamnanua, nitamfichua pia, nitamwanika. Hiyo kesi itaisha kweli? Simu nisaidie. Lakini upole ndani ya kanisa. Tunda la Roho la upole ndani ya kanisa. Mwambie ni yako ni wewe ujipime. Si mwambie ni wewe ujipime. Amen. Angalia hii kitabu cha Matendo ya Mitume 16. Matendo ya Mitume 16 27 to 29 inasemaje? Nitajaribu kwenda haraka ndio nione nitafika wapi. Matendo ya Mitume 16 27 to 29 inasemaje?
The following verse endelea. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wewe umeshikwa, wewe umekamatwa, wewe umewekwa ndani. Tunapatana? Na ukiwa ndani kunatokea nafasi nzuri ya wale ambao wanakulinda wajidhuru wenyewe, hata sio wewe. Hata sio wewe. Si ni kweli? Wakiwa ndani, the Bible says, jambo likatokea, milango ikafunguka, mambo yakatokea. Askari akiamka anajua kumedhoka, kumeharibi, na alijua vizuri kama wafungwa watapotea, mimi mwenyewe nami nipotee mapema. Alifanyaje? Akatoa kisu ajifanya nini? Mambo ya hii. Kama ingekuwa wewe, si ungesema haleluya, haleluya, Mungu amenionekania. Kafe haraka kajue mimi ni mtumishi wa Mungu. Yeah. How do we respond wakati watu wanapopata mabaya, hata kwa sababu ya kutenda mabaya? How do you respond? How do I respond? Jirani yako akiosha nguo na maji bado mtoto amefanya maneno, anamwaga karibu na wewe pale, alafu anaanza kuimba wimbo, anakuchokoza tu. Alafu siku moja asubuhi anafanya hivyo, kwa bahati mbaya mazuri anateleza, anaanguka, anavunjika mguu kidogo. Utaenda kumchukua mpeleke hospitali ukisema pole pole, ama utafanyaje? How do you respond? Oh, hallelujah, Bwana umenionekania, Bwana umenitishia, leo atajua. Halo. Kanisa la Yesu, Bwana asifiwe. Kuna kitu kinaitwa wema, goodness. God is a good God. Anasababisha mvua inyeshe kwa waganga na wachawi, walevi na wauaji, wote dhambi zote, na pia kwako inanyesha, kwa sababu yeye ni Mungu mwema. Na tukiwa na huyu Mungu Roho Mtakatifu ndani yetu, tunda la wema is just a must. Tunaelewana? Ule wema ambao ni Mungu, ambao umo ndani yetu kwa sababu ya Roho Mtakatifu, ambao Paulo na Sila walikuwa nao, wakasema usijiue, do thyself no harm. Tuko Elia. Amen. Siku ya leo walokole, baada ya kuogeana dini, ukashikwa kwa pale ndani, mambo kama haya yakatokea, ni wangapi watasema usijidhuru? Kama tunawakatakata miguu na kuwavunja na kuita moto juu yao, hata hatujashikwa na mambo kama haya yakitokea. And that's why Mungu anaongea na sisi kwa sababu ya tunda la Roho. Are we together? Mtawajua kwa matunda. Tutawajua kwa matunda. Kanisa litajulikana sio kwa miujiza, hapana. Wewe nenda Egypt na Musa, mtafufua, mtaona vituko pale. Nyoka mtamwaga, nini mtafanya? Lakini tunda linatokana tu na mtu aliye na Roho. Are we together? And that's why Mungu anasema watu wangu, watoto wangu, Roho yuko ndani yenu, lakini tunda
Yeah. Lakini tunda mbona Jo mami. Mpigieni makofi. Oh, thank you. Bwana asifiwe. Don't try that one. Bwana asifiwe. Hiyo ni tunda la huyu mama peke yake. Hallelujah. Wema lazima uonekane ndani yetu. Na sema haya ni wewe mwenyewe ujipime. Ni mimi mwenyewe nijipime. Baada ya kuwa tumejazwa na Roho, tunda la Roho limo ndani yetu kiasi gani? Kwa sababu kama haliko lazima liweko. We cannot afford not manifest the fruit of the Spirit. Hai. Tumetoka kwa wema. Acha tuende mbele. Nisomee Matendo ya Mitume 5. Acts chapter 5. Acts chapter 5 verse 28 and 29. Matendo ya Mitume 5 verse 28 and 29. Naenda haraka tu kwa sababu natarajia utaisikiza kwa mtandao. By the way, wangapi usikiza message zetu kwa YouTube? Wangapi phone subscribe? Phone subscribe. Amen. And by the way, I don't know what is this week. Somebody saw part of our message on TikTok. Ananijua akanitumia akaniambia send me the full message. Nikamtumia the full message. Baada ya muda akasema, Pastor, thank God I needed this. Tunapatana? Kwa hivyo tunapokaa kama kwamba tu hakuna kitu kinafanyika, watu wanafurahia message zetu. Are we together? Haya, tumefika kwa matendo. Inasemaje? The following Bwana asifiwe. Kama ingekuwa wengine wetu tungepata sababu ya kutohubiri. Ni kweli si kweli? Mashetani ya mijira yamepinga. Hata tunaona kana kwamba hatukuitwa huko. Lakini Petro wanasema amueni wenye. Sisi tumeamua. Kuna sehemu ya hili tunda inaitwa faithfulness. Yaani uaminifu. Licha ya upinzani, licha ya ugumu, licha ya shida, licha ya matatizo, licha ya mambo yote, uaminifu unapatikana katika watu ambao wako na Roho Mtakatifu. But I'm telling you today, baadhi ya haya mambo kama uaminifu, hata baada ya kuwa tumenena na lugha, hata baada ya kuwa tumejazwa na Roho Mtakatifu, our wives cannot trust us. Angalia jirani yako, muulize mke wako vipi. Our wives cannot trust. Yani wewe umeokoka, number 1. Number 2, umejazwa na Roho Mtakatifu. Number 3, unahitajika kuonesha tunda la uamini. Number 4, uaminiki. Na hii ni hata kwa wadada, si kwa wanaume peke yao. There's something we call disconnect. Are we together? Hawa watu walisema amueni. Sisi tumeamua kuwa waaminifu. Kama ni kufa
tuwe waaminifu. Kama ni kuteswa, waaminifu. Kama ni hasara, waaminifu. Kama ni faida, waaminifu. Tumeamua kuwa waaminifu. Hallelujah. And I'm telling you, church, tunda la Roho, uaminifu lazima uwepo. Are we together? Na hiyo ni ndani yako, ndani yangu. Mitume wakasema, hii kesi tulikata zamani, tangu wakati ule pale upper room. Kabla ya upper room, mnakumbuka Petero alivyokuwa? Mnamkumbuka? Alikuwa mwaminifu sana. Si alikanakana Yesu, akasema huyu jamaa simjui, niacheni. Lakini alipojazwa na Roho Mtakatifu. Are we together? Tunda la uaminifu likawa ndani yake kwa wingi. Hakuna kitu kingemuondoa Petero kusema Yesu. Are we together? Lakini how are we today? How are you today? Pamoja na kuwa na Roho, where is the fruit? Pamoja na kuwa na Roho, where is the fruit? Haya, tuendelee. Nisaidie kupata kitabu cha Mathayo 18. Mathayo 27, Mathayo 27. Nisaidie kupata Mathayo 27. Umempata? Tukanyage verse 12, verse 12 mpaka 14. Inasemaje? Tunasoma verse 12 to 14. Endelea tu. Bwana asifiwe. Ushastakiwa na mtu, mkaenda mahala akasema vile ulivyo, ulikaa kimya kweli? Situongee. Hata kwanzia mlipokuwa watoto, mami huyu ndiye amekula sukari. Kabla hajamaliza kusema kula sukari, umeruka kusema hata wewe. Si ni kweli? Tukiwa na Roho Mtakatifu, kuna kipengele cha hili tunda kinaitwa acha maneno bwana. Bwana asifiwe. Some of us ni kana kwamba we have a remote controlling us. Ni kana kwamba it's not us. Ni mtu anafinya, anambovya vidude kule akituelekeza. Watu ambao wana Roho wanahitajika kuwa na Wewe fika kwa nyumba za watu wengine warokole, wote wadiniia KG mtopa. Alafu ukae somewhere nje. Usiingie ndani, ukae nje. Alafu ukuta wakati ambapo mambo yamechamuka, unashangaa huyu anajibu nini kwa sababu hajasikia mwenzake anachokisema. Hakuna kungojea mwingine aseme. Sasa unashangaa, si angemwacha amalize kusema, angalau awe anajibu kitu. Kwa sababu vitu vimechemka, no self control. Ni kutoa maneno hayaeleweki. Paka watoto wanakataa Yesu. Wanasema wazazi wetu wanaenda kanisani hawajaokoka. Kwa sababu zile kelele zimewaamsha watoto. Angalia jirani yako na usimwambie ni yeye. Anaweza kukuchapa makofi. Hallelujah. Self control. Kujibeba, kujimundu, kujiendesha. Roho kuwa ndani yetu ni kwa sababu tujikontrol. Yesu akawa mbele ya hawa jamaa anastakiwa kwa uongo.
anastakiwa hana makosa, lakini yeye akanyamaza. Mpaka huyu jamaa anasema si ujitetee wewe, ananyamaza. Self control. Wakenya wana makelele, wewe achana na maneno bwana. Usijifundishe kwa wanasiasa. Salimia mtu, mwambie usijifundishe kwa wanasiasa. Mwambie usijifundishe kwa wanasiasa. Usijifundishe kwa wanasiasa. Hawana self control. Wao hawana, kwa sababu hawana roho. Sisi tuna roho, na huyu roho ndiye anatuwezesha kuwa na self control. Amen. Mkienda nyumbani mzee akiwa mkali, mwambie leo tuliambiwa mtu akiwa na roho anakuwa na self control. Na usinitaje nisije nikavamiwa usiku. Amen. Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, tunda la Roho. Kiswahili self control ni kiasi. Ni watu wa kiasi, sio kutoa maneno ambayo kama helikopta. Unajua helikopta? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaelewana? Na ni wewe mwenyewe ujipime. Si uko na roho? Si uko na roho? Lakini tunda la Roho linadhibitika. Unaeleweka kwa tunda la Roho. Ama unaeleweka? Amen. Nasema karama za rohoni, utendaji muujiza, uponyaji, unabii, name them, bila tunda la Roho zinakaaga kama uchawi. Kwa nini hatuaminiki na spiritual gifts ndani yetu haziaminiki? Kwa sababu haziambatani na tu. Kama zinaambatana na tunda, watu wanazikubali, watu wanazipokea, kwa sababu wanaona kuna uungu kwake yule ambaye ametumika kwa kuponya au any other miracle. Lakini kama tunda haliko, karama za rohoni zinakaa kama uchawi. Mara umeponya hapa, umepiga mtu kofi. Mara umekemea pepo ameenda, mara hapana. Roho Mtakatifu anatunda. Fungua Mathayo 18. Mathayo 18. Mathayo 18. Umefika? Tuko verse 28. Mathayo 18 verse 28. Tusomee. Ati lakini mtumishi alipokuwa anatoka akakutana na mwenzake aliyekuwa kama umekaa karibu na mtu ambaye una deni lake, chunga koo. Chunga koo. Bwana asifiwe. Kindness ni nini? Utu wema. Sijui utu wema ulienda wapi miongoni mwetu watu wa kanisani, kwa sababu tukiokoka, tukijazwa na Roho Mtakatifu, lazima kudhibitike utu
wema. Huyu jamaa alisamehewa na akasamehewa sana kama wewe vile ulivyosamehewa. Umesamehewa madhambi yote. Kule ulibaka umesamehewa, kule uliua umesamehewa, kule ulizini umesamehewa, kule uliiba umesamehewa, kule ulienda kwa waganga na kwa wachawi umesamehewa. Umesamehewa madhambi yote. Lakini wewe ukirudi nyumbani ukute mtoto amevunja glass imevunjika na mtoto gai, na hata umetoka kwa ibada ya karama ya tunda la Roho. Yaani mpaka mtoto akikuona anajikojolea, mama akijua nimevunja. Si Mungu atusaidie. Si Bwana atusaidie. Wapendwa, huyu bwana alimshika nini? I didn't know. Kama uniangalie, I didn't know God can recall forgiveness. Paka niliposoma kifungu hichi. Unaweza kuwa umesamehewa and your forgiveness may be recalled back. Una habari? Shauri yenu. Leo nawaambieni, unaweza kuwa umesamehewa and the forgiveness may be recalled back. Huyu jamaa, the forgiveness was recalled back. Yule bwana akasema, kama umefanya hivyo, hata mimi basi atanilipa. Na kama hana, awekwe ndani. Kumbe ndio sababu unaokoka, unatuma dhambi mengine, unakuta bado yako, kumbe ni vile ambavyo wewe you are not kind. Church, kindness, utu wema. Tukiokoka, tukiwa na Roho, tunakuwa na utu wema. Are we together? Unakuwa na utu wema. Mambo ulifanywa mambo miaka 5 na bado unakumbuka. Si basi ufanye deleting ndio upate nafasi ya kuweka mambo fresh. Hapana. Hatuwezi kuendelea. Lazima tu delete some files. Si ni kweli? Yaani kitu ulifanyana na mtu ndugu yako ama dada yako mkiwa watoto. Hata wewe unajua tulipokuwa tukiwa wadogo, ulikuwa unakula chakula unanimalizia na today you are earning. Sasa unataka afanye nini na mlikula na mambo yamemalizika? Tunapata na watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Wewe nilipokuoa na mmekaa kwa doa miaka 20. Sasa mambo ya mwaka wa kwanza mnayafuata ya nini? Si mkulie ndoa, mbadilike. Halo. Bwana asifiwe. Lakini shida ni kwamba hakuna tunda hili. Roho hayuko na tunda hali. Na kama Roho yuko, mpendwa, cultivate the fruit. Amen. Kama Roho yuko, cultivate the fruit. Na kama fruit haiko, tafuta Roho. Are we together? Kwa sababu it cannot work. We cannot ignore the obvious. We cannot ignore the fundamentals. We cannot ignore the essentials. Lazima tuambiane ukweli. Mimi wapendwa, najipatanga pebaba sana. Kwa sababu kama mtaka kunitoroka, nitaendelea kuambia ukweli tu. Nikiona unapungua, namwambia Bwana nisaidie niseme ukweli tu. Paka akirudi anikuje bado nasema ukweli. Na ndio sababu ulitoroka ukaenda. Ukafikiri nitabadilika, ukakuta nasema ukweli na ukatulia. Kwa sababu hata kule ulikokwenda uongo haukukusaidia. Ukasema afadhali kule naambiwa ukweli, acha niru. Haya, ingia kwa kitabu cha Yakobo. James chapter 1. Yakobo 1 verse 2 to 4 inasemaje? Endelea mstari wa 3.
Endelea. Amen. Patience. Nilipokuwa mdogo tulikaa kwa shangazi yangu na kulikuwa hakuna chakula kingi. That aunt of mine passed the other day. Nilikuwa akienda mahali panaitwa Kirenga na nunua mahindi anaweka. Yakianza kuchemuka tu. Ile unajua ile kuchemuka ile. Tumekaa pale. Kuta mtu amepima amejaribu, hebu ngoja nione kama inaiva, anaweka. Akianza hakuna patience, tunaanza. Inatafunwa haijaiva. Hello. Subira, patience. Watu wa Mungu tujifundishe na wamama. Wamama hoi. Wamama hoi. Mtoto anaingia tumbo siku ya kwanza na mama anakuwa na subira. Mtoto anaendelea kuwa mkubwa, anakuwa mkubwa, mama anatembea tu mtomba na tumbo lake tu, hana wasiwasi, anangojea. Patience. Shida moja tuko nayo, we are not patient. Hatuna subira, tunataka vitu vya hapo na inaleta shida kwa maisha yetu. Amen. Bwana asifiwe. Kujaribiwa kwetu kwa imani yetu kunaulizia subira. God operates in seasons. Unaweza kuwa unapitia kipindi ambacho ni subira inaundwa ndani yako. Bwana asifiwe. Na wewe umetoa barua ya resignation, hii kazi naiacha. Alafu unajipata mtaani na kanyaga jua. Kwa nini hauna kazi? Nilichoka nikaiacha. Kumbe unakanyaga jua. Kazi ilienda, niliiacha. Unakanyaga 2 years without a job. Kwa sababu ya kukosa nini? Kukosa nini? Kukosa nini? Subira. Huna subira. Sema nisaidie. Wenzangu wote wameolewa, sijaolewa. Sijaoa. Nitaokota chochote kinachokuja kwa kimevalia trouser. Chochote kinachokuja kimevalia skirt nitachukua. Ukichukua ni chako, kitakuumiza wewe. Tunaelewana. Lakini tunda la Roho ni subira. Uko na Roho Mtakatifu, unasubiri. Unasema, Baba najua siku yangu inakuja. Baba najua wakati wangu unakuja. Baba najua itatendeka kwa mapenzi yako. Unasubiri. Hujipimi na wenye dhambi. Hujipimi na wenye kanisa la Yesu. Patience. Acha mchezo. Mambo yanakuja, unasikia kunatokea earthquake. Husemi ya kwamba naona kama nilikosea kukuoa, ngoja nitajaribu yule ambaye ndiye. Utakuwa nao 10, 20, 21. Mwisho mwanamke Msamaria atakuwa afadhali kuliko wewe. Alikuwa na wangapi? 5 kando na huyo alikuwa na sio na hatujui alikuwa na mpango gani baada ya huyo. Kwa sababu ya kukosa subira. Unakuja kanisa hili unapata unasema hiyo kanisa na nimekaa pale hakuna upendo. Unaenda kwingine sababu ya kutokuwa na subira. Shauri yako. Alafu kama wachungaji tunakutanaga wakati mwingine tunakunywa chai. Kuna mtu amekuja ametoka kwangu, umemwona hapa kwangu? Nimemwona. Mimi nasimuliwa story yako yote. Sasa nikija mimi nakupima.
Anyway, patience is a fruit of the Spirit. Tunaharibu mambo yetu by lack of patience. Tunaharibu jamii zetu by lack of patience. Be patient with your children. Kuwa na subira na watoto wako, kwa sababu mtoto wako sio wewe. Aweza kuwa akili zake amechukua za mjomba wake, upande wa mke wako ama upande wa mumeo. Tena akachukua akili ya yule mbaya, yule katili kule upande mwingine, yule ambaye wewe humpendi, akachukua akili zake na tabia zake. Sasa nasema mtoto wangu unajua, anajua nini? Yeye hajui. Tena anafurahi, anasema mimi am like my grandfather. Anashangilia. Church. Subiri. Patience. Ai. Salimia mtu jirani yako, mwambie subira ni muhimu. Mwambie subira ni muhimu. Na hii inapatikana kwa kuwa na roho. Inapatikana kwa kuwa na roho. Roho akiondoka, mambo haya yanaenda. Na ndio sababu watu wa Mungu, we have no shortcut, we have no otherwise. Lazima tudumishe Roho Mtakatifu kwa faida zetu wenyewe. Mimi nitawaambia ukweli. Najua mtatoroka bali, mtatoroka hapa karibu, mtarudi tu kama vile Petro alivyorudi. Uko kwa kitabu cha Matendo ya Mitume 6. Matendo ya Mitume 6 umefika? Acts chapter 12. No. Yeah. Matendo ya Mitume 12, Acts chapter 12 verse 6. Unaanza kutusomea ukifika, ama tunaanza kusoma zote tukifika? Amen. Umesomaje? Hebu soma tena. Bwana asifiwe. Just imagine, Yakobo ameuawa, James had been killed, na Petero amekamatwa, anangojewa achinjwe. Umepata that scenario? Na sasa amewekwa gereza na kumefungwa na amefungwa. Sio kufungwa tu peke yake, hata pia amefungwa. Na katikati ya haya mambo yote akalala usingizi. Wangapi leo hawakulala? Wangapi wanasumbuliwa na mambo kidogo, usingizi unapotea? Business yangu imekuwa na hasara, hata usingizi unapotea. Nilikuwa nimempatia mama 2,000, sasa amepoteza 1, usingizi haku. Halo. Bwana asifiwe. Mtoto nilimpatia school fees akalipe, badala ya kulipa hata mwalimu anasema hajalipa na sijui zimepotea wapi. Usingizi unakwenda, unakuwa huna amani. Church of Jesus Christ. Petero amekamatwa, amefungwa ndani, milango imefungwa, askari wako na yeye amelala usingizi. Si Mungu wa mbinguni akusaidie jamani? Si Mungu wa mbinguni atusaidie? Tuwe na tunda la amani. My peace I give unto you. Amani yangu na wapeni. Sio kama